ndani ya klabu ya Simba. Tunafahamu kwamba kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wanatazama kuelekea msimu ujao ili wasepe ndani ya klabu hiyo kutokana na mchango mdogo ambao wameutoa, lakini pia kuna wachezaji wale ambao wameonyesha kiwango kizuri. Basi kwa upande wa walimu wanakuwa wanatoa ripoti kwamba wachezaji hawa inastahili wasalie ili kuboresha zaidi kuelekea kwenye msimu unaofuata. Kila klabu imekuwa inafanya hivyo mapema zaidi hata kabla ya msimu kuisha, na ndivyo ambavyo kwa upande wa klabu ya Simba wanataka kufanya ndani ya msimu huu kabla hujaweza kumalizika. Tunafahamu kuna wachezaji wengi ambao wameweza kuonyesha kiwango ndani ya msimu huu, lakini pia kuna wachezaji ambao wengine wamebadilika. Sasa nina taarifa hapa kuhusiana na winga Joshua Mutale, lakini pia nina taarifa kuhusiana na Chamuka Rabu, ambapo taarifa hii ninayo hapa nitakwenda kukupatia. Lakini pia kabla sijakwenda kukupatia taarifa hii, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Katika kile kinachowezwa kuitwa kubadili gia angani ni ndani ya klabu ya Simba. Kwa upande wa kocha mkuu Fadlu Davids amefanya uamuzi wa kushangaza na kuibua mijadala mikubwa ndani ya vikao vya juu ya klabu hiyo. Joshua Mutale tunafahamu ni winga mwenye kipaji ambaye awali alikuwa kwenye orodha kati ya wachezaji ambao waliopendekezwa kuuzwa ama kutolewa kwa mkopo kutokana na kile ambacho alikuwa anakitoa ndani ya klabu hiyo. Sasa ameibuka kuwa mmoja wa wachezaji ambao wanatazamwa kwa jicho la matumaini baada ya kuonyesha kiwango bora katika michezo ya viporo ya ligi kuu ya NBC. Habari za kuaminika kutoka ndani kambi ya klabu ya Simba zinasema kuwa kocha Fadlu Davids amekuwa akifuatilia kwa karibu kwa kile ambacho anakionyesha Joshua Mutale na kuona mabadiliko makubwa hasa katika mechi za hivi karibuni ambazo ameweza kuzicheza. Aliweza kuonyesha nidhamu ya hali ya juu, uwezo mkubwa wa kupiga pasi na maamuzi ya haraka zaidi, na kasi ya kuunganisha safu ya kiungo pamoja na ushambuliaji ndani ya klabu hiyo. Chanzo chetu kimeeleza kuwa baada ya tathmini ya kina, kocha Fadlu ameamua kusitisha mpango wa kumtoa Mutale na tayari amewasilisha ombi rasmi kwa uongozi wa klabu kutomgusa kiungo huyo. Kocha ameweka wazi kuwa Joshua Mutale bado ana mchango mkubwa na anatamani kumjenga zaidi kama sehemu ya kikosi chake kuelekea msimu ujao. Lakini pia sitofahamu haikuishia hapo. Kwa upande wa Fadlu Davids pia ameweka wazi kuwa hatima ya beki ambaye kwa siku za hivi karibuni naye pia ameweza kuonyesha kiwango. Kwa upande wa Chamuka Rabu bado ni kitendawili. Kwa upande wa Karabu kwa kile ambacho amekionyesha bado si kwa kiwango kikubwa, lakini kwa wakati huu anaonyesha kabisa kwamba ni kama hivi ameingia kwenye timu. Kwa upande wa kocha amezungumza kwamba kuhusu Karabu tusubiri mpaka mwisho wa msimu ndipo atatoa maamuzi rasmi. Lakini pia alinukuliwa akisema kwamba baada ya mazoezi ya timu hiyo na kile ambacho anakionyesha ni kikubwa kwa upande wake, hivyo anasubiri uamuzi sahihi na kutazama kwamba anaweza kumtazama beki mwingine ama kwa upande wa Chamu aendelee kusalia ndani ya klabu hiyo. Uamuzi huu unakuja wakati ambapo mashabiki wengi wakitaka pia mabadiliko kwenye eneo la ulinzi kuelekea msimu ujao, hasa baada ya kuona kama mafanikio zaidi ambao wameyapata kama hivi hayatoshi kulingana na kile ambacho kimeonyeshwa ndani ya msimu huu. Kwa hiyo mambo yapo namna hiyo. Swala kujiuliza, Mutale atasalia ndani ya klabu ya Simba kuelekea msimu ujao kulingana na hiki ambacho amekionyesha? Je, vipi kuhusiana na beki Chamuka Rabu, maamuzi ambayo atatoa Fadlu Davids? Tusubiri tuone nini hasa ambacho kitatokea ndani ya klabu ya Simba.